kitu machozi inafanya nini? Inatiririka. Haleluya. Haleluya. Ila katika shukrani Mungu angaliangi sana nini? Machozi. Kwa sababu kama pastor amenitendea mambo amenisaidia sana. Kwa mfano dada wetu amesaidiwa sana na mtu fulani. Sasa anapoenda kushukuru ataenda kilia. Umenisaidia, asante sana. Unaenda polepole unasema na moyo uliovunjika. Si ndio? Unamwambia kweli kabisa umenisaidia. Kama ingekuwa wewe, kama ingekuwa hii, ningefanya nini? Singefanya mtihani. Na kushukuru sana. Mungu akubariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ila sijasema kwamba usilie kipindi cha kushukuru. Kuna mambo ambayo Mungu amekutendea wewe ndio unayejua, ambayo uwezi ukajikontrol. Mwaga machozi. Ni machozi ya furaha. Bwana Yesu asifiwe. Na kila wakati unaposhukuru, make sure ya kwamba umemuinulia Bwana mkono. Ni vizuri sana unaposhukuru. Unajua kuinua mkono ni kumaanisha kwamba una surrender. Unajisubmit. Unaona wewe ni bure, yeye ndio mambo yote. So unapoinua mikono, unafanya nini? Mungu anafurahia sana ile shukrani zako. So kila wakati unaposhukuru, hata ukiwa nyumbani, hata ukiwa kwenye ibada, wakati wote unaposhukuru, unamwambia Bwana asante. Make sure kwamba unafanya nini? Unamuinulia mikono. Unainua mikono juu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo hatua ya kwanza ni shukrani. Tunaimba nyimbo za shukrani, tunashukuru, tunafanya hayo yote. Tukisha shukuru, sasa tunajiweka wakfu, maana tunataka kuenda mbele za Baba, tunataka kwenda mbele za mtakatifu wa watakatifu, mbele za yule aliye na chochote tunachohitaji. Hatuingii mbele za Mungu. Nisikize vizuri. Saa ya shukrani, Mungu haangalii iniquity yako. Angalii kile pale ambapo umepita ama nini na nini. Lakini ikifika saa ambayo unataka Mungu akutendee kitu, anaangalia. Ukifika tu saa ambayo Mungu unamwambia Mungu nataka unitendee hii, saa hiyo mshtaki wako ako kando yake. Nasema unajua Ibilisi, shetani na Mungu hawana ugomvi. Shetani ana ugomvi na Yesu. Yesu ndiye hawaona nani. Lakini Mungu anakaa. Maana ndio katika kitabu cha Ayubu anasema kwamba wana wa Mungu walipojikusanya, shetani naye akakaa pale. Mungu akamuuliza, "Wewe umetoka wapi?" "Nimetoka huku na huku na kule." Umeona ule mtu wangu Ayubu. So Mungu na shetani hawana ugomvi. By the way, shetani ni mtumishi mzuri sana wa Mungu. Ila Yesu hawaonanangi. Jina la Yesu ikitajwa, hata kama ako katika ile kiti, anapiga magoti. Maana huyo ndiye alimshinda. Haleluya. Mungu hana ugomvi naye. So wakati unapoenda kumwambia Bwana, nataka hela za fee, nataka school fees ya watoto, nataka chakula. Saa hiyo mshtaki wako ambayo ni Ibilisi anasimama kando ya Bwana. Anasema, Mungu hata na wewe anataka umtende hii. Hebu ana chini alifanya. Jana alifanya hiki, akafanya kile. Leo hii asubuhi ametukana. Leo hii naangalia moyo wake amebeba kina nani? Ona wenye amebeba. Sasa Mungu anasema, kama unakuja mbele zangu umebeba watu, kama unakuja mbele zangu umefanya 1 2 3 na unataka nikufanyie, je, inawezekana? Haitawezekana. So ndio tunasema kwamba ukishamshukuru anafurahi sana unapomshukuru. Hapo hata shetani haingii. Wakati wa shukrani hata mshtaki hayupo. Mungu anafurahi sana anapoona watu wake wanamshukuru. Anapoona watu wanashukuru. Wewe angalia tu wanasiasa anapofanya kitu, alafu sasa mwingine asimame aanze kumshukuru, aanze kumuita majina, amefanya. Unasikia unaona anasikiaje? Hivi Mungu alivyo. Sasa unapotaka ikifika kipindi ambacho sasa unataka kuingie katika kutaka kile ambacho moyo wako unataka, kile ambacho unataka Mungu akufanyie, lazima ujiweke sawa. Ndio Biblia inasema kwamba usitoe sadaka yako kabla hujafanya nini?
kabla hujapatana na mshtaki wako. Biblia imesema hivyo, mchungaji. Kama kuna kitu ambacho uko nacho na mshtaki wako, patana naye haraka kabla hujafanya nini? Ukienda ukikuja madhabahuni na sadaka, wacha hapo, enda patana na yeye. So wakati unapotaka kuingia mbele za Bwana, unafanya nini? Unajiweka wakfu. Hapa hakuna kutubu. Maana unajua mara nyingi Wakristo wanapenda natubu dhambi zangu, na dhambi zako ulizitubu siku ile ulioongoza sala ya toba. Ukasema kwamba sema Bwana Yesu, namkiri, samehe dhambi zangu. Siku hiyo ndio uliutubu. Na siku hiyo ndio Biblia inasema kwamba tazama, ya kale yamepita, yote yamekuwa nini? Kipindi kile ulipomkiri Yesu unakuwa nini? Kiumbe kipya automatically. Yaani hakuna kitu ambacho kinasuia hiyo. Automatically unapomkiri Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unakuwa kiumbe kipya. Na mbinguni wanashangilia kwa sababu kuna kiumbe ambacho kimezaliwa katika ufalme wa Mungu. Haleluya. So kile ambacho tunafanya ni kujitakasa, kujiweka wakfu. Hapa tunatumia sana damu ya Yesu. Yaani umeshatubu dhambi zako, lakini kuna maagano fulani, kuna vitu fulani ambavyo bado zinakufuatilia. So unamsihi Yesu ili akutakase kwa damu yake. Ili Yesu Baba anapokuangalia asikuone wewe, aone damu ya Kristo. Haleluya. Zaburi ya 51. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 51 inasemaje? Daudi aligundua hili jambo. Akasema kwamba sasa hii mambo nitafanyaje? Akaamua kwenda mbele za Bwana kwa kujiweka wakfu. Aliye na Biblia Kiswahili, soma haraka haraka. Zaburi ya 51. Anasemaje? Mungu ni rehemu. Sawa sawa na fadhili zako. Sawa sawa na fadhili zako. Kiasi cha wingi wa rehema zako. Umesikia? Kiasi cha wingi cha rehema zako. Hapa tunaomba rehema. Ni rehema tu za Mungu. Kwa sababu baba zetu walitenda dhambi na dhambi zao zinatufuata. Na hapa tuna agenda ya kwenda mbele za Bwana. Sasa hatutubu. Usimkumbushe Mungu dhambi zako. Mwambie kurehemu sawa sawa na nini? Na fadhili zake. Hii ndio kitu ambacho Daudi alitambua. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. So ukisoma hiyo Zaburi ya 51 mpaka pale tunasikia Daudi anamwambia Bwana, nioshe kwa hisopo nami nitakuwa safi. Inapofika kipindi cha kujiweka wakfu, kuomba rehema mbele za Bwana, tunatumia damu ya Yesu. Unamwambia Bwana, nioshe kwa damu yako, nitakase niwe safi. Ukinitakasa nami nitakuwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Ukinitakasa nami nitakuwa safi. Nioshe kwa damu yako, ni rehemu, ni damu ya Yesu. Hapa tunadili na nani? Na Yesu. Tunadili na damu ya Yesu. Tunadili na Yesu peke yake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana Mungu wakati mwingine ukimkumbusha dhambi zako anakugonga. Maana inamuuma. Mungu hataki kuhusika na yeye hahusiki na dhambi zako. Anayehusika na dhambi zako ni Yesu. Ndio alimfanya dhambi zako, ndio ilifanya yeye akaenda msalabani. Si ni kweli? Akafa, akapigwa msumari kwa sababu ya nini? Dhambi zangu. Ni historia. Haieleweki? Nani alikufa kwa ajili ya dhambi zangu? Yes. Ni Yesu. Kwa hivyo yeye ndiye anayehusika na dhambi zangu. Yeye ndiye anayehusika kwa kunitakasa. So ninapotaka rehema, ninapotaka kutakaswa, ninapotaka dhambi zangu sihurumiwe, ninaenda kwa nani? Kwa Yesu. Yeye na baba yake wanajua jinsi wanavyoongea huko, jinsi watakavyofanya ili mimi nifanye nini? Nisamehewe. Ni somo nyingine tena kubwa. Maana Yesu unapoenda mbele zake, yeye naye anaenda mbele za Baba na muonyesha ile mkono, Baba, tazama mwanao, ulinituma kwa ajili yake. Tazama nilipigwa msumari kwa ajili yake. Samehe tu yeye. Mrehemu Baba. Kwa hivyo Yesu na Roho Mtakatifu pamoja
wanaungana huko jinsi watakavyofanya. Kile ambacho tunadili nayo sasa hapa ni jinsi ya kwenda mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. So unapofika kipindi hiki, unajiweka, unajimwaga mbele za Bwana, unaomba rehema, unalia mbele zake, Mungu ni rehemu. Baba zangu walifanya dhambi hizo zinanifanya nini? Zinanitesa mimi. Baba zangu walitenda 1 2 3, sasa wamekufa, mimi ndio naumia. Ni rehemu. Nitakase kwa damu ya mwana wako, ili unitasame mimi, usitasame dhambi zako. Maana ukisoma Zaburi ya 92 anasema kwamba dhambi zangu hii mbele zako daima. Baba zangu walitenda dhambi, hawapo tena. Dhambi zangu hii mbele zako daima. So unamwambia, unamsihi tu kwa rehema zake. Unamwambia kwa rehema zako, ni rehema. Bwana Yesu asifiwe. Ukishapata rehema, na ukitaka kujua umepata rehema, Bwana Yesu asifiwe. Darasa bado iko ama imeenda? Iko. Ukitaka kujua umepata rehema, utasikia umepukutika sana, umelia sana. Utasikia umelia sana, alafu unapata amani. Bwana Yesu asifiwe. Ukitaka kujua umepata Haleluya. Ukitaka tukujua umepata rehema, utapata amani. Utasikia tu umepata amani fulani ndani ya moyo. Utasikia tu moyo wako umekuwa na amani. Ukisikia moyo wako umekuwa na amani, basi mwambie asante kwa rehema zako na kushukuru. Umefanya nini? Umetoka katika hatua ya kufanya nini? Ya kujiweka wakfu mbele za Bwana, ili uweze kusema na baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukishajiweka wakfu sasa, hapa ni muhimu sana. Una jambo ambalo unataka kuweka mbele za Bwana. Maana tunaongea habari ya maombi, si ndio? Unapoenda kuomba, si kuna kitu ambacho kinakufanya uende mbele za Bwana. Unaenda kuomba jambo mbele za Bwana. Sasa hapa ukishapata rehema, either shusha kiti cha enzi chini, ama wewe panda. Haleluya. Either shusha kiti cha enzi hapa, ama wewe ufanye nini? Upande. Hapo ni ngumu, si ndio? Utashushaje kiti cha enzi hapa? Utapandaje? Hiyo ni somo nyingine kivingine. Ila ni rahisi sana kupanda kuliko kushusha kiti cha enzi wapi? Chini. Sasa wewe ukishapata rehema, ukishaona ya kwamba umepata amani, una amani fulani ndani ya moyo, unasikia una amani, unasikia furaha nyingine inaingia ndani ya moyo wako. Hapo umefanya nini? Hapo umeshapata rehema. Hapo sasa una kibali. Umeshapata kibali. Hata unaweza fanya chochote. Ukitaka kumshusha hapa, unamshusha. Ukitaka kupanda, utapanda. Bwana Yesu asifiwe. Na kumshusha au kupanda, unafanyaje? Unafanya kwa kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Unapomwabudu, unamuita majina mazuri. Sasa kuna mtu alishusha nini? Alishusha kiti cha enzi. Yeye hakupanda. Mark me right, nimesema kupanda ni rahisi kuliko kufanya nini? Kushusha kiti cha enzi. Lakini kuna mtu alishusha kiti cha enzi. Alishusha kiti cha enzi. Alafu wana chenye kilifanyika. Ni kitabu gani? Nasoma habari ya Jehoshaphat. Jehoshaphat tunapata katika kitabu gani? Chronicles, Second Chronicles chapter 20. Chronicles inaitwaje kwa Kiswahili? Mambo ya Nyakati. Soma Mambo ya Nyakati 20. Usikie jinsi Jehoshaphat alishusha nani? Alishusha kiti cha enzi. Aliposhusha kiti cha enzi, kuna mambo ilifanyika. Mambo ya Nyakati wa pili 20. Anza kuanzia mwanzo hapo. Mambo ya Nyakati ya pili. Nyakati wa pili. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni
na pamoja nao baadhi ya Wameuni wakaja juu ya Yehoshafati vitani. Wakaja watu waliomwambia Yehoshafati wakisema, wanakuja jamii kubwa juu yako watokao Shamu toka ng'ambo ya bahari. Na tazama, wako katika Hasason Tamari, ndio En-Gedi. Yehoshafati akaogopa, akauelekeza uso wake amtafute Bwana. Ndio Akatangaza mbio ya watu kufunga katika Yuda yote. Yes. Yuda wakakusanyika pamoja ili wamtafute. Wakakusanyika kwenye hekalu ili kumtafuta nani? Bwana. Mungu. Hata kutoka miji yote ya Yuda wakaja kumtafuta Bwana. Yehoshafati akasimama katika kati ya kusanyiko la Yuda na Yerusalemu. Nyumbani mwa Bwana. Ndio. Mbele ya ua mpya. Yes. Akasema, Bwana Mungu. Haya, tunaanzia hapo. Simame hapo. Sasa tunaongelea habari ya baada ya kupata neema, umepata kibali. Sasa unataka kupeleka hoja zako. Unapata, ndio tulisema hatua ya tatu ni kufanya nini? Ni kujimwaga, si ndio? Sasa umepata kibali mbele za Mungu, umeshajitakaza, umeshapata kibali, umeomba rehema, Bwana akakukubali, si ni kweli? Umepata amani, unasikia furaha ndani ya moyo, unasikia kububujika kabisa, unasikia kufurahi, umepata kibali. Sasa unapopata kibali unataka kupeleka hoja mbele za Bwana. Ndio tunasema kwamba either panda ama ufanye nini? Ushushe kiti cha enzi. Sasa sikiza, Jehoshafat yeye hakupanda, alimshusha kiti cha enzi. Alimshushaje? Alishushaje kiti cha enzi? Sikiza venye alisema. Akasema, sikiza haya maneno. Tukasema kwamba unapotaka kushusha kiti cha enzi ni katika kuabudu. Unapotaka kupanda ni katika kuabudu. Ibada yako unapoabudu inakuwaje? Maneno magani unayotumia ambayo itakufanya wewe upande, ambayo itakufanya wewe ufanye nini, ambayo kiti cha enzi fanye nini, kishuke kwako. Hata sikia maneno ya Josephat. Anasema namna gani? Anasema hapo. Bwana. Bwana. Mungu wa baba zetu. Si wewe uliye Mungu mbinguni? Sikiza. Unasikia chenye anaambia Mungu. Wewe umeshaabudu, umeshajitakasa. Umepata kibali mbele za Bwana. Alafu naenda mbele za Bwana unamwambia, Baba, si wewe ni Mungu uliye juu? Anasemaje? Atasemaje? Ndio, si mimi ni Mungu niliye juu. Kwani kuna Mungu mwingine kama mimi? Hakuna. Si ni kweli? Anasema si ni wewe uliye wapi? Uliye juu. Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa? Tena si ni wewe utawalaye falme zote za mataifa? Kwani kuna mfalme mwingine anayetawala? Unajua maneno haya anaposikia Bwana wa mabwana anainuka kwenye kiti chake cha enzi, inabidi kwa gharama zote anafanya nini? Atashuka. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ndio sababu pale Biblia inasema kwamba hatujui kuomba. Roho Mtakatifu anatusaidia, anatuombea kwa kuugua kusikoweza kutamkwa, maana hatujui kufanya nini? Kuomba. Ndio sababu mara nyingi tumeomba sana. Sasa Wakristo wengi tuliookoka tunaonekana kama omba. Unaona wale wanayekaa kando ya barabara, mtu anakuja na kashilingi anamtupia, 10 anampea. Yaani hivyo ndivyo Mungu anavyotuona. Kwa sababu gani? Hatujui kuomba, hatujui kuenda mbele zake. Sasa unaomba leo, kesho uko pale, kesho uko kwa neno gani? Moja. Lakini ukienda mbele za Bwana katika njia inayompendeza, hakika utarudi katika mbele zake kwa ajili ya hilo tena. Utarudi mbele zake kwa ajili ya kitu kingine tena. Bwana Yesu asifiwe. Jehoshafat anasema, si ni wewe utawalaye nini? Falme zote. Endelea. Na mkononi mwako mna uwezo na nguvu. Mkononi mwako mna uwezo. Unajua tunapoisoma hii, haya maneno ni mazito sana. Lakini tunaposoma hivi yanaonekana ni kama tu mambo ya kawaida. Lakini ni mambo mazito sana. Ni mambo mazito ambayo mtu akija akakuambia, si wewe, si
si wewe ndio mchungaji wa si ni wewe tu ndio uko hapa mpaka utakapofanya nini? Itabidi huyu mtu lazima kuna kitu ambaye anataka kufanya nini? Anataka kusema lazima utasimama kwenye kiti chako. Sasa unakuwa na jambo ambalo linafanya Mungu aweze kusimama kwenye kiti chake cha enzi ili aweze kushuka atende kile unachotaka. Asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Anza hapo ndio si wewe alafu uunganishe na hiyo. Umepotea. Si wewe uliye Mungu mbinguni. Tena si wewe utawalaye falme zote za mataifa. Ndio. Na mkononi mwako mna uweza na nguvu. Mkononi mwako mna uweza na nguvu, Asiweze mtu kusimama mbele zako, Asiweze mtu yeyote kusimama kinyume chako. Ndio. Si wewe Mungu wetu uliyewafukuza wenyeji wa nchi hii mbele ya watu wako Israeli. Ndio. Ukawapa wazao na wa Ibrahimu rafiki yako hata milele. Ndio. Sikia. Jehoshafat hajapeleka haja zake. Ama ameshapeleka haja. Hajaambia Mungu chenye anataka. Bado anafanya nini? Anamprovoke. You provoke God. He is provoking God. Kuprovoke fanya nini? Anamchochea, anamchochea ili afanye nini? Ili anampandisha mori. Unasema anapandisha Mungu nini? Hivi huyu anataka kusema nini? Basi haya yote anayosema si ni kweli kwangu. Then ana nini? Unajua Mungu anakuwa attentive sana kusikiza kile ambacho kitataka kufuata pale nyuma. Haleluya. Yaani unapomshusha, unapotaka kupeleka mambo yako, unapotaka kujimwaga sasa mbele zake, unaanzaje? Unapomwabudu, majina gani unaomuita? Ili uweze kushusha ufalme, uweze kushusha kiti chake cha enzi, ili uweze kupanda uende mbele za kiti cha enzi, unatumia lugha gani? Unatumia maneno gani? Unasikia? Si wewe ndio? Tumalizie. Anasema namna gani? Umepotea. Amepotea. Tuko tu pale. Soma tu pale. Nao waliokaa humo wamekujengea patakatifu pa jina lako humo. Anasema si wewe ndio uliyetoa hao makabila zote mbele za wana wa Israeli. Nao wana wa Israeli walipofika hapa katika hii nchi wakakujengea pale pa makutano, wakakujengea nao wakisema yakitujia mabaya, upanga, hukumu au tauni au njaa, tutasimama mbele ya nyumba hii. Umesikia? Anasema tauni katika hekalu la Mungu, pale ambapo panaitwa na jina la Bwana, mambo yote, majibu ya kila kitu ipo. Anasema tauni, hebu zihesabu. Tauni kuna upanga, hukumu, tauni au njaa. Sasa tauni, upanga ni vita, njaa ndio hiyo. Tauni ni kila aina ya magonjwa, kila aina ya shida yoyote. Alafu mwisho wake anasema upanga au njaa. Kuna moja imebaki hapo, upanga, tauni, njaa au upanga, hukumu yoyote. Wakati wowote mambo yanayohusika na hukumu, hakuna kitu ambacho hakipatikani katika hekalu la Bwana. Suluhisho ya kila kitu ambacho kinakusumbua kiko wapi? Hekaluni mwa Bwana, si ndio? Iwe ni aina ya tauni yoyote, iwe ni aina ya shida gani, iko hekaluni mwa nani? Pahali ambapo madhabahu yake imeinuliwa, madhabahu yake yaliyoitwa kwa jina lake imeinuliwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Darasa ipo? Iko. Inua mikono kama darasa ipo. Naona bado darasa ipo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sikia. Sisi tulitenga hekalu hili, tukasema kwamba chochote kitakachotupata tutakimbia hapa ili
tuone kama tutapata suluhisho. Wamekuja sasa. Unajua hajaambia Mungu ni nini anataka. Unajua Josephat hajasema kitu katika hayo mambo yote ambayo Josephat amesema. Kuna kitu anataka? Hakuna kitu. Hajapeleka hoja zake, hajasema ni nini anataka. Sasa sikia chenye anasema. Chenye anataka ndio hiyo hapo nyuma. Anasemaje? Tutasimama mbele ya nyumba hii. Yes. Na mbele zako. Maana jina lako limo katika hekalu. Na kukulilia katika shida yetu. Yes. Nao utasikia na kuokoa. Ndio hiyo. Na sasa tazama wana wa. Sasa hiyo ndio hoja ya nani? Hiyo ndio hoja ya Josephat. Sasa tazama. Wana wa Amoni na Moabu na wa mlima Seiri. Ambao hukuacha Israeli waingie katika nchi yao. Yes. Walipotaka nchi ya Misri. Lakini wakawageukia Bali wasiwaharibu. Tazama jinsi wanavyotulipa. Tazama jinsi wanavyotulipa sasa. Wakija kutupa toka milki yao. Ulioturidhia. Mungu wetu, je, hutawahukumu? Hapo tu. Unajua Josephat amepeleka hoja zake. Alipomaliza tu, Mungu wetu, hautawahukumu? Saa hiyo Mungu akafanya jambo. Ndio neno likashuka. Neno la kinabii likashuka katikati ya umati. Nabii akasema kwamba enyi Israeli na Yuda yote, msikize, muamini nani? Muamini Mungu, mtadhibitika. Na muamini manabii yake, mtafanya nini? Mtafanikiwa. Sini hapo chini, ukisoma hapo chini, utasoma hapo chini utaona. Muamini manabii zake, mtafanya nini? Mtafanikiwa. Sasa hivyo Mungu akatenda jambo. Sasa maneno hayo yote Josephat alikuwa anatumia, alikuwa anamshusha kiti cha enzi wapi? Chini. Aliposhusha tu kiti cha enzi chini, neno likatoka. Na neno lilipotoka, akaambiwa kwamba panga watu wako, waimbaji mbele, makuhani wafuate. March, enda, wala usipigane. Uone wokovu ambao Mungu atakupea leo. Haleluya. Walipoenda hata hawakupigana. Wale wenyewe walianza kujiua. Ukisoma pale hiyo story, ni story mrefu, ila hatuko hapo. Nataka kukuonyesha jinsi ya kushusha nini? Ufalme wa Mungu chini, ya kushusha kiti cha enzi. Sasa kupanda ni rahisi, maana mara nyingi huwa tunapanda. Kushusha ndio ngumu. Haleluya. So ukishapata kibali, basi unashusha ama unapanda, unashusha kiti cha enzi ama unapanda mbele ya kiti cha enzi, kisha unajimwaga. Unamwambia Mungu kile ambacho unataka, kile ambacho unahitaji, naye atajibu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tumeona hatua ngapi? Tumeona hatua tatu. Tumeona hatua ya shukrani. Katika yeyote aliyeokoka kuna hiyo. Even though shukrani hata wachawi wanatoa. Lakini wewe uliyeokoka unastahili kushukuru Mungu zaidi kuliko wachawi. So kuna hiyo shukrani, kuna kujiweka wakfu. Jitahidi kila wakati kufanya nini? Kutembea katika utakatifu. Jitahidi kila wakati kujikagua. Maana tunakosa. Maana Biblia inasema kwamba tulitenda dhambi na tumepungukiwa na utukufu wa nani? Wa Mungu. Sasa kila wakati unapotembea, kuna mchungaji mmoja alikuwa anasema kwamba usitembee hatua ya kurusha mawe. Unakumbuka ile hatua ya kurusha mawe ya wana wa Israeli? Hatua ya kurusha mawe pasipo kujikagua. Ukitembea hatua ya kurusha mawe, mwambie Bwana Yesu, kutoka hapa mpaka pale nimefika, nimetazama, nimesikia, nimeona, nimetamka, nitakaze. Haleluya. So ukiwa mtu ambaye anajikagua kila wakati, Ibilisi anaogopa mtu kama huyo sana, hata kukaribia, kwa sababu anajua kwamba unajifanya nini? Unajifahamu.
Ukiwa mtu unayejifahamu, Ibilisi anakuogopa sana. Ibilisi anaogopa mtu anayejijua. Bwana Yesu asifiwe. Ukishajijua, ukishajifahamu, basi Ibilisi anakuogopa sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So kila wakati unapotembea, jitahidi. Najua tunaishi katika mazingira tunayoishi, tunaishi duniani na dunia imejaa dhambi. Lakini kila wakati unajitahidi kuishi maisha matakatifu. Unajitahidi sana kuweka utakatifu mbele. Unajitahidi sana kumpendeza Mungu. Maana maisha matakatifu ndio inayompendeza nani? Ndiye inayompendeza Mungu. So ukishampendeza Mungu, kujimwaga mbele zake ni rahisi sana. Bwana Yesu asifiwe. Unamwabudu, unamuita majina mazuri yote, unampa majina mazuri yote, unamuinua. Ndio chakula chake, ndio raha zake. Wacha niwaambie, unapomwabudu Mungu, unapomuita majina mazuri hayo, ni kama what is your favorite food? Kuku, ugali na kuku. Sasa Mungu unapomuita majina mazuri ni kama umempea ugali na kuku. His favorite. Hasema, leo amenitengeneza sana huyu. Lazima nifanye nini? Lazima nitimize haja ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama muda wangu umeisha. Kama muda bado ipo, nitaje kidogo habari ya maombi ya vita. Basi, una dakika ngapi? Kwa haraka. Sasa kuna maombi ya vita ambayo tunastahili kufanya. Maana kila kitu tunachofanya duniani ni vita. Bwana Yesu asifiwe. Ukishafanya haya yote, haleluya, naomba unisikize vizuri. Ukishafanya haya yote, umepata kibali mbele za Bwana, umejimwaga, Bwana amejibu maombi yako. Kuna wale wasuiae. Biblia inasema hivi, tazama mlango mkubwa umefunguliwa mbele zako, lakini wasuiae ni wengi sana. Umesoma hiyo verse, umewahi kusoma? Mlango mkubwa umefunguliwa mbele zako, lakini wasuiae ni nini? Ni wengi sana. Sasa hao wasuiae wanatolewanga na nini? Wanatolewanga na vita, command. Wanatolewa na nini? Na command. Hao wanasikia tu command. Hawasikii. Hii mambo mengine hawaelewi. Wasuiae wanasikia tu vita. Hao ni vita peke yake. Na unapopiga vita, kuna sehemu ambayo unatakana kuzingatia sana. Katika kitabu cha Waefeso 6 kianza pale chini 10 na kitu. Anasema kwamba vaeni silaha zangu. Kuna zile silaha ambayo tumeambiwa tuvae. Kuna dirii ya haki kifuani, kuna chepeo cha wokovu.